wakati tumechaguliwa kati ya mwaka wa 2022 na mwaka wa 2027. Kuna yale ambayo tumetimiza, lakini tunajua kuna mengine mengi ambao bado hatujatimiza, na wahakikisha kwamba tutatimiza ahadi zetu zote, kwa sababu hiyo ndio jukumu ya serikali ya kufanya mambo ya kuinua hali ya maisha ya wananchi. You should not be worried. We are going to fulfill all the commitments we made to the people of Kenya, because that is the right thing to do. Niseme ya kwamba wakati William Ruto amechaguliwa kuwa rais, uchumi ulikuwa na shida kidogo. Bei ya vyakula muhimu vilikuwa vimepanda kiasi. Unga ulikuwa unatoka shilingi 240, 230, 250. Kupitia mbolea ya ruzuku ama subsidized fertilizer, tumedhibiti hiyo bei, imekuja chini mpaka 120, 130, na tunakazana hiyo bei ishuke zaidi, ikuje 100 au chini ya 100. Dola yetu ama shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. The shilling was weak. Lakini tumedhibiti nguvu ya sarafu ya Kenya, ambayo ilikuwa dola moja shilingi 165. Lakini kwa sasa, kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa, dola haijawahi pita shilingi 130, inachezea hapo 127, 128, 129. Bei ya petroli ilikuwa 217 lita moja, tumeiteremusha kwa zaidi ya shilingi 42. Sasa iko kama 176, na tunafanya kazi usiku na mchana iteremuke hata zaidi. So kuna ile hatua tumepiga, na kuna hatua pia ambao bado inabaki. Majani chai yetu hapa wa Kisii, watu wetu wa Kisii na Nyamira ni wakulima hodari wa majani chai, na sehemu zingine kahawa. Pesa ya kigeni ambao tumepata kupitia kuuza majani chai mwaka huu ndio pesa ya juu zaidi tangu tupate uhuru kama taifa. Miaka miwili iliyopita Kenya ilipata bilioni 160 kutoka kwa kuuza majani chai. Mwaka uliofuata Kenya ikapata bilioni 180. Mwaka jana tumepata bilioni 215. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba tunasongesha faida kwa wakulima wetu kwa majani chai, ambaye kwa kilo moja ilikuwa shilingi 44, tumeisongesha inakaribia 60, na tunataka isonge hata mbele. Kwa wale ambao ni wakulima wa kahawa, tumeboresha bei ya kahawa. 2022 bei ya kahawa ilikuwa kwa kilo moja shilingi 40, 50, 55, ikienda sana 60. Leo msimu huu kahawa inalipa 110, 120, 130, 140. Kule Embu na Kirinyaga imefika hata karibu 150. The highest factory has paid 148 shillings per kilo. Tunataka kuisongesha mbele ifike mpaka karibu hata shilingi 1200. Na ili tuboreshe majani chai yetu, kahawa yetu na mapato yetu, tungetaka sasa kuboresha factories zetu za majani chai na factories za kahawa. Na mwaka huu tumeanza kutoa pesa ya kuboresha equipment za kutengeneza ama kuprocess kahawa na majani chai.
Kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa, maneno ya barabara ilikuwa imekwama kidogo, lakini kwa sababu uchumi umeanza kupata udhabiti, tumeanza kukamilisha na kufufua miradi ya barabara. Hapa katika sehemu hii, barabara ya Marali Sombojo ambayo ni kilomita 65 na ambayo inagharimu serikali bilioni 4.4. Hiyo barabara inaendelea sasa. Barabara ya Nyamurambe kwenda Nyabigena kilomita 30 kule South Mugirango inaendelea. Barabara hiyo ilikuwa imekwama, lakini contractor sasa amerudi wiki hii. Barabara ya daraja 2 kwenda mpaka Nyamaturo, hiyo imekamilika. Rais atakuja hapa kuanzisha. Hiyo iko sehemu ya Kitutu Chache South. Kuna barabara nyingine nyingi, sina wakati kutaja zote. Na kwa watu wa Rift Valley, Western, Nyanza, tumeanza kupanua ile barabara kuu ya kutoka Nairobi ambayo imetengenezwa mpaka Lironi pale Limuru. Tunaipanua mpaka Nakuru, mpaka Mau Summit, na hiyo itapungua economy ya Rift Valley, Western and Nyanza. Na zile ajali zinapatikana barabarani zitafungua na biashara pia itaendelea. Niseme ya kwamba reli ambayo rais amepata pesa ya kujenga reli, hiyo reli kuna 2B na 2C. SGR 2B itapitia Nakuru, Baringo, Eldoret, Malaba. 2C itapitia Narok, Bomet, Nyamira, Kisumu, Malaba. Kwa hivyo hata wakisii sehemu kidogo, hiyo reli itawasaidia. Niseme kwa ufupi kwa sababu naona mvua inakuja. Katika hii constituency serikali inajenga soko ya kisasa ili wafanya biashara wadogo wadogo wapate mahali pazuri pa kuuzia bidhaa zao. Kwa sababu tulisema bottom up. Bottom up ni kutoa mama mboga na mfanyabiashara mdogo mdogo kutoka kuuzia bidhaa zake kando ya barabara kwenye mvua na vumbi na ajali za barabarani, anapata mahali pazuri. Iko vyumba vya kuhifadhi mazao yasioze, cold rooms, iko na ICT hub, iko na chumba cha kina mama kunyonyesha watoto. Hapa kuna soko 2 ya Marani na Kegogi ambayo itajengwa hapa Kitutu Chache North. Na hiyo ndio bottom up, hiyo ndio ya kuinua uchumi wa mtu mdogo. Hao wamama wataenda wauze pale mahali safi, mahali kuna ICT app, lactation room, code room na playing area ya watoto wadogo. Kwa hivyo mwisho kabisa, kwa sababu ya mvua, nataka tu niseme hivi. Wakati huu niseme tu nikimalizia, sisi kama serikali tunaheshimu kanisa. We respect the church. Tuko na heshima kubwa kwa kanisa. Na sisi hatuna ugomvi wowote, hatuna tetezi, hatuna mashindano baina ya serikali na kanisa. The government is not in competition with the church. The government is not in competition with any religious faith. The government sees the church as a complementary institution to support the welfare of the people. We see the church as a partner, a valuable partner to what the government is doing. Our objectives are the same. Kwa hivyo kanisa, wale wangetaka tuwasaidie kujenga kanisa kama Father Ignatius, tutawasaidia. Wale hawataki, tutaheshimu pia vile wamesema. Wale hawataki tutangaze, hatutatangaza.
So we will respect what the church wants. There is no problem. Na tuko katika mashindano. Kwa hivyo mimi nataka nikomee hapa kwa sababu ya wakati. Abantu ba minto Nyasaye abasesenye. Si namna hiyo? So wale watu wameketi pale hema pale nyuma, nasikia hawajatoa pesa. Sasa wakiongozwa na Nyakundi wakuja watoe pesa. Na wakikuja, rais alinituma na salamu ya 2.5 milioni. Wapi makofi ya rais? Milioni ngapi? 2.5. Na mimi nikiwa naibu wake 1.5 milioni. Wapi wale wengine watumaliza hii biashara in 2 minutes? Mungu awabariki. Nikirudi Nairobi nisalamia rais. Mnanituma na salamu kwa rais? Najua watu wa Kisii wanakuanga very serious, hawadanganyi. Mimi nasikia wa Kisii na wa Meru walitoka dunia moja. Ni kweli? Nasikia Kisii na Meru ilikuwa mtu na ndugu yake. Sasa sijui ni ndugu gani mkubwa, ni ndugu gani mdogo. So sijui kama wa Kisii ndio senior brother ama ni wa Meru. Lakini tukiwa Kisii tunasemanga Mumeru akiwa mtu mzima anakuwa Mkisii. Tukiwa Meru tunasemanga wa Kisii wakiwa watu wazima wanakuwa Meru. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you. Nyakundi 1 million.